Sawa. Kwa matibabu labda ya kinywa. Kuna matibabu ya aina ngapi au nini ambacho mtu anafanya katika kutibu kinywa? Matibabu yako mengi. Kuna kuziba meno. Kuna ile mtu kachelewa kabisa kaleta meno yako kwenye stage ambayo hakuna namna unaweza kuyatibu. Then unaweza ukatoa kwa sababu kuna mizizi mingine iko ndani imeharibika sana. Kuna kusafisha meno. Hiyo ni muhimu sana kufanya mara mbili kwa mwaka. Kuna kusafisha kwa aina mbili sasa. Kuna kusafisha kwa sio kwa kubadilisha rangi na kuna kusafisha kwa kufanya meno meupe kama una meno fresh. Lakini nazungumzia ile normal professional cleaning tunaita scaling. Ni matibabu mengine pia ya muhimu ambao unasafisha kuzunguka around jino na fizi ambao unaweza kuifanya mara mbili kwa mwaka au mara moja. Alafu kwa watu labda wa Arusha unaweza ukafanya cosmetics veneers ambayo hiyo ni kufanya meno yako meupe kama unataka kuboost confidence na kama hivyo. Kwa yako mengi lakini pia kuna matibabu mengi huko ndani unaweza kuendelea. Kuna mwingine ana uvimbe huko ndani kwenye makona nini. So ndio maana ni muhimu kufanya check up kwa ajili ya kujua ni matibabu gani unahitaji na ni nini kinachosababisha una hali fulani kwenye kinywa ambayo ni muhimu kufika kliniki useme kutoka nyumbani. Mtu ndio maana watu wengi anasema nilihangaika na mpenzi wangu nikamtafutia tu dawa tulisikia na tangazo hapo ya Kimasai na nani. Watu wengi wanatumia dawa nyingi ambazo si zinazotibu, sio sababu. Unaweza tu kusafisha kufanya normal cleaning nzuri. You are good to go. Unahitaji madawa, unahitaji chochote kile. So yeah. Na kwa kuna watu ambao meno yako mbalimbali au labda meno yametokeza nje wanataka kuweka mpangilio wa meno kwa sawa. Huwa mnamfanyaje mtu? Tuna huduma pia ya kufunga braces ambao unaweza kufunga chuma kwa meno kwa ajili ya kusogeza meno na kuyapanga vizuri. Hiyo ni huduma nyingine ambayo pia ipo. Na tunaifanya hapo clinic na daktari nzuri sana ambaye anafanya. Sawa. Na kwa wale wenye kuhitaji labda meno bandia pia tunatoa hiyo huduma. Na meno bandia sasa yako aina mbili. Yako yale ya kudumu, yako ya kuvaa na kufua. So inategemea na gharama. Kwa hiyo kuna meno ambayo inakuwa ni moja kwa moja yani. Hayo nayafanya. Ambayo unaweka ukiweka inakuwa moja kwa moja utoe usiku alafu na yale ambayo unaweza kuweka kwa unatoa. Kwa hiyo akiweka anaweza kula fresh vizuri sana. Tuzungumzie D-Dental Clinic. Watanzania ambao wanakusikiliza sasa hivi. Wajue kwamba D-Dental Clinic iko wapi na shughuli zenu nzima ambazo mnakuwa mnafanya kwa siku mnaanza saa ngapi na mpaka saa ngapi? D-Dental Clinic tunapatikana Arusha Njiro. Na mara nyingi kliniki yetu inakuwa open kuanzia saa 2 kamili. Na kuna wakati mwingine huwa tunakuwa tuna kazi nyingi sana so tunachelewa kufunga sana. Lakini tukiwa tuna kazi nyingi tunafunga saa 10. Lakini saa 2 kamili tunakuwa wazi. Watu wengi wametuzoea kwa huduma ya kusafisha meno. Kutoka meno ya Florida na kwa meupe na kwa sababu tuko na ofa ya nadhani na tunaendelea. Kwa hiyo lakini huduma zetu ziko Jumatatu mpaka Jumamosi. Lakini mara nyingi kwa sababu hizo huduma tunafanya zinachukua muda mrefu na saa 3 mpaka 4 kwa mtu mmoja kama anasafisha meno. Kwa hiyo tunapenda sana mtu aweke appointment ili asipoteze muda mrefu kusubiri pale. But lakini tunatoa huduma zote za kinywa na meno. Asilimia kubwa. Tunatoa hapo Nimesikia kama unasema kuna ofa ya Ramadhani. Kwenye page zetu zote Facebook, Instagram tulitoa ofa ya sote usafishaji mmoja 25 kwa usafishaji una chini kwa 400. But kwenye ofa tunasafisha kwa 320 meno 8 juu 8 chini. Kwa jumla 16. Meno 16 kipimo cha tabasamu. Unacheka zako unapata $1 billion smile. $1 billion smile. Hatari. So tuko kwenye ofa, watu wanaendelea. Hata kesho watu kesho wanaendelea na ofa I think mpaka next week. Kwa hiyo ofa inaishia lini? Tulipanga tumalize tarehe 16. Leo tarehe 11 tunasema. So I think tuna siku 5 kwenda mbele ambazo tunafanya kwa ofa. Kwa hiyo watu inabidi tuchangamkie fursa. Yes. Ni kitu kizuri kwa sababu maisha ni mara moja and then
if you want to be good in every way, you can do it, kwa sababu it's healthy. Sisi hatusugui meno, kama unasugua meno, no, jino linawekewa something on top, alafu then unaweza kuchagua rangi unayotaka, and then yeah. Hicho ambacho umekizungumza, watu wengi ndio kusikia mtu anasema kwamba ukienda kusafisha meno bwana, meno yatakosa nguvu, sio kula, meno yatakuwa na ganzi. Hii ikoje? Hii nadhani ni, lakini ni historia nyuma. Inawezekana kuna watu walikuwa wanasafisha, kwa sababu ili hizi veneers ambazo mimi nafanya, ambazo tunafanya kwa kilikuwa tu ni kwamba jino halisuguliwi na mashine, no. Tunaweka composite juu. Na sasa the good thing about composite, ambayo ni kufanya coating ya jino, inasaidia sana kama jino lilikuwa limekatika na vitu kama hivyo. Na ukikwangua jino ukiweka composite haikai. Composite inahitaji jino lenye enamel nzuri. Enamel ni ule ukuta wa nje wa jino. So watu wengi wanasema, jamani Dr. Diana, kuna mtu alisafisha meno akafanya. It's either walikosea wakasugua meno, but meno hayataki kusuguliwa ule ukuta ndio yake composite. Na ndio maana kufanya veneer siku za mwanzo unafika unashindwa kutafuna kwa sababu jino linakuwa zito kuliko ulivyokuwa umefanya. Watu naomba kila mteja wao utakuwa na siku 3-4 ambazo itakuchukua muda, hutaweza kutafuna vizuri kwa sababu jino litakuwa thicker. So na hiyo ni kitu kizuri sana ambacho nimesema kuiaddress kwamba ukifanya veneers si kusugua meno. Na ndio maana ukitaka meno yako yameuka, unataka meno yako vizuri, nenda kwa daktari wa meno, usiende mtaani kwa sababu daktari wa meno wanajua enamel iko wapi, jino limekatika nilizibe vipi. Kuna meno mengine tunaziba and then we do veneers kufanya ajipange na vitu vingine kama hivyo. So kusafisha meno sio kusugua meno. It's art yani. Asilimia kubwa ya watu wanaamini kwamba wanaopaswa kusafisha meno labda ni wanawake. Hii ni kweli kwamba kitu cha ajabu ambacho nakipenda mimi na mahandsome wengi sana, wakaka wengi wanaosafisha meno sana. I think kwenye kufanya veneer ni nzuri kwa kila mtu, especially kwa mtu ambaye anajipenda au amehisi kwamba meno yake, kuna watu wengine kuna kuna watu wengine pia wanakosa kazi, kwa mfano kufanya kazi kwenye ndege na I think kuna some I don't know tabasamu. Kwa hiyo unaweza kufanya, I think veneer anaweza kufanya mtu yote, so warembo tu kwa sababu ndio hivyo wanajipenda sana, but wanaume wanatakiwa safi. Kujipenda si hakuna jinsia. I think hata kwenye mapenzi ukijipenda si ndio unapata mtu sahihi. Uanze kujipenda kwanza and then so wakaka wanatakiwa pia waje, kwa sababu kujipenda kwanza ukiwa na confidence about yourself, kujifurahia, ni rahisi mtu kupata ile good atmosphere. I think pia meno inachangia sana. Kuna wasichana wengi jamani ndio nitaenda kucheka leo, so yani sijacheka tu hivyo. So it's very good kwa self love, and then ili mtu mwingine pia aje, unataka ujipende vizuri. Kuna mtu anaweza kama mrembo ukasoyoka kwenye maisha yake ukaje mseno siwezi kwa sababu hajajianza kujipenda mwenyewe, hajajinili. I think kujipenda na kusafisha meno hakuna jinsi, hata wanaume wanatakiwa wasafishe. Tunaamini kwamba watu tupo wa level tofauti. Kuna mtu ambaye anaweza kumudu kwa wakati mmoja kuja kulipa kwa ajili ya kuweza kusafisha meno. Lakini kuna mtu ambaye labda yeye ni wa kudunduliza. Kuna uwezekano wa kufanya deposit kwa muda fulani ukampangia kwamba anaweza akaje kalipa kwa awamu ndio aweze kufanya hiyo kazi yake. Tulikuwa tunapataga wateja hivyo. Sasa msikuzo wanataka dada Diana, sio Dr. Diana. Ila haijafika. So tulikuwa hatuchukui, tunasema itunze mwenyewe ikifika. Na ndio maana tunajaribu, ukicompare tunajaribu sana kuweka bei ambayo materials zetu ni nzuri na kila kitu iwe chini, kwa sababu I think ni kliniki yetu inashika watu wengi sana ambao wanaweza kuafford, kwa sababu ukienda sehemu nyingine ni very expensive really. And then sisi tunafanya vizuri, lakini tunajaribu kwa madaktari wa meno, sisi tunafanya vizuri lakini tunajaribu kushusha bei ili kila mtu afanye. Kwa hiyo tunajaribu kuambia wateja jitahidi, ndio hizo ukifuatilia page zetu, ukiona offer tuambie, tuone what we can do. And sometimes tunafanya almost, yani kuna kazi tunafanya tupate faida, lakini kuna kazi yetu tunafanya ambayo tunaona tunarudisha faida. So
I think kuleta kidogo kidogo hatujaanza kupokea. Lakini tunashauri uitunze vizuri. Kama hivi kipindi cha ofa unaweza kufanya juu tu. Sio lazima ufanye meno 16. Unaweza kusafisha juu tu meno 8, then ukadumbuiza ikafika kusafisha meno ya chini. Yeah. Bwana nipo na